Simba walibeti kwa Jonathan Soa. Huyu jamaa bwana anaungana na wachezaji wengine wengi wa Ghana ambao nidhamu zao bwana ni za kuungaunga ama hawawezi kukaa ndani ya timu moja kwa muda mrefu. Rejea Agustine Okla, ule mtaalamu BM3, ni wachezaji ambao wanaenda kwenye timu hawakai kwa muda mrefu, na Ghana wapo wengi sana, wanapita ligi mbalimbali. Anaweza kawa na kipaji kikubwa, uwezo mkubwa wa kusakata kabumbu, lakini nidhamu yake inakuwa chini sana. Soa alienda Al Nassr baada ya kufanya vizuri Mediam, lakini pale Al Nassr alikuwa na vituko vingi sana. Ikafika wakati Waarabu wale wa Libya wakaamua kumwacha aondoke, akaja Tanzania Singida Black Stars. Huyu jamaa pale Singida napo walikuwa na vituko, walimvumilia tu, of course walimvumilia, waliishi naye vizuri, akawa anafunga ile mabao mnamuona, lakini kuna wakati hata mazoezini alikuwa anajivunja jamaa. Ameenda Simba. Watu wengi walitoa maoni yao kwamba Simba wamepata mchezaji mzuri, lakini kama nidhamu yake itatulia. Kumbuka kuna timu hapa ilikuwa inataka kumsajili, lakini kwenye finali ya FA alifanya kituko kimoja, ugomvi wake na Baka ukasababisha ile timu simsajili. Ina Simba walibeti kumsajili Jonathan Soa. Na leo hizi taarifa zinatoka kwamba Simba na Soa ndo basi tena, sijashangaa. Yaani nilikuwa najua itafika hapa kwa sababu nidhamu ya Soa ipo chini sana. Ni ngumu kwa timu ya mpira wa miguu kuishi na mchezaji kama Jonathan Soa. Yaani Simba hicho walichokipata walikuwa wanastahili kukipata, kwa sababu Soa ni mchezaji asiye na nidhamu. Soa ni mchezaji mwenye mambo mengi sana nje ya uwanja. Kwa hiyo Simba walibeti, mkeka umechanika.